오니바이블 시청자 여러분, Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, yapata miaka 2000 iliyopita, Yesu alikuja duniani ili kuwaokoa wanadamu kutoka kwa dhambi na njia iliyokusudiwa mauti. Alisulubiwa msalabani lakini akafufuka tena baada ya siku 3. Kwa sababu Yesu hakuwa na doa wala dhambi, alifufuka kutoka kwa wafu na akapaa mbinguni. Matendo ya Mitume 1:11 inasema, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja kwa namna ile ile mliomuona akienda mbinguni. Yesu aliahidi kurudi kutuchukua pamoja naye. Bwana atarudi lini na kwa jinsi gani? Hebu tuchunguze kupitia kipindi cha leo cha Biblia pekee. Mathayo 24 mstari wa 32 hadi wa 34. Basi jifunze mfano huu kwa mtini, tawi lake likisha kuwa laini na kuchipua majani, mnatambua kuwa wakati wa mavuno u karibu. Vivyo hivyo nanyi mkisha ona mambo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hadi mambo hayo yote yatakapotimia. Ukiangalia Biblia, kuna unabii mwingi ulioandikwa kama vile kuzaliwa kwa Yesu na mateso yake msalabani. Unabii mwingi umetimia. Kilichosalia ni ujio wa pili wa Bwana, dhiki kuu ya miaka 7, ufalme wa milenia na siku ya hukumu ya kiti kikuu cheupe. Wakristo wanaoamini ujio wa Bwana wanaweza kuacha tamaa za dunia. Wanaweza kukesha na kuishi kwa tumaini la ufalme wa mbinguni. Bwana hakika atarudi na Wakristo wa kweli watafurahia uzima wa milele na furaha pamoja na Bwana mbinguni. Nini kitatokea wakati wa ujio wa Bwana? Hili limeelezwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16 hadi 17. Kwa kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa kelele, kwa sauti ya malaika mkuu na kwa parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawinguni ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwanza, waliokufa katika Kristo watafufuka. Wanarejelewa kama wale waliolala katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20. Wale waliolala inamaanisha watu waliomwamini Bwana wakati wao duniani, lakini walikufa kimwili maisha yao ya dunia yalipokwisha. Bwana atakaporudi hewani, miili yao itafufuka ikiwa miili isiyoharibika. Hata kama miili hii imezikwa na kurudi mavumbini, itafufuliwa kwa nguvu za Mungu na kubadilishwa kuwa miili isiyoharibika ili kuungana na roho zao na kuwa miili iliyofufuka hewani. Wakristo waliokufa watakapofufuka, waumini walio hai bado duniani watabadilishwa ghafla na kunyakuliwa katika mawinguni kumlaki Bwana hewani. Kwa maneno mengine, unyakuzi utatokea. Waibrania 10:37 inasema, kwa maana bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hatachelewa. Na Ufunuo 3:11 inatuambia, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akachukua taji yako. Ingawa unabii ulio wazi kuhusu ujio wa Bwana unaonekana katika Biblia yote, watu wengi bado hawaamini na wanaendelea kuwa na shaka. Kuna wengine wanaodai kumwamini Mungu lakini wanamjaribu. Wengine hupuuza kama maneno ya mwisho ya kupindukia ya dunia, na wengine huyaita uzushi. Haijalishi watu wataukana kiasi gani, ujio wa Bwana hakika utatimia. Waaminifu wanaoamini ujio wa Bwana watajiandaa kwa bidii kama bibi harusi na kumgoja kwa hamu bwana harusi. Kama vile mabikira 5 wenye busara katika Mathayo 25 wanaweza kuingia karamu ya harusi. Makapi wasioamini ujio wa Bwana ni kama mabikira 5 wapumbavu. Hawayuko macho na hawajajiandaa, hivyo
hawawezi kuokolewa. Pia kuna kundi la kuwa nalo waangalifu hata miongoni mwa wale wanaodai kuamini ujio wa Bwana. Wengine hudanganya wengine kwa kusema kwamba Bwana atakuja tena siku hii ama mwezi huu ama mwaka fulani ama saa fulani. Je, hii inaweza kuwa ni kweli? Biblia inasema Mathayo 24 mstari wa 26, walakini habari za siku ile na saa ile hakuna aijuae, wala malaika wa mbinguni wala mwana, ila Baba pekee yake. Wale wanaodai kujua siku na saa wanapaswa kuepukwa. Lakini unabii katika Biblia unaashiria kwamba siku ya ujio wa Bwana uko karibu. Lazima tuwe macho, wenye kujidhibiti, kujitahidi kuokoa nafsi wengi na kuenenda katika nuru. Kwa wale wanaofanya hivyo, ujio wa Bwana hautakuja kama mwizi. Kwa wale walio katika dunia na katika giza, siku ya Bwana itakuja kama mwizi usiku. Katika siku ya Nuhu, watu walikula na kunywa, waliishi maisha kwa ukamilifu mpaka siku Nuhu walipoingia ndani ya safina, kisha wakaangamia katika gharika. Ni muhimu tuwe macho daima. Yesu anasema katika Mathayo 24 mstari wa 32 hadi wa 33, basi tujifunze mfano huu kwa mtini, tawi lake likisha kuwa laini na kuchipua majani, mnatambua kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Vivyo hivyo nanyi mkishaona mambo hayo yote, tambueni kuwa yu karibu mlangoni. Kupitia mfano wa mtini, Yesu alitoa unabii kuhusu Israeli. Tawi la mtini likisha kuwa laini na kuchipua majani, inarejelea uhuru wa Israeli. Vivyo hivyo nanyi mkishaona mambo hayo yote, tambueni kuwa yu karibu mlangoni. Inaashiria kwamba ujio wa Bwana uko karibu, Israeli itakapopata uhuru. Imeandikwa katika Mathayo 21 mstari wa 18 hadi 19. Yesu alipoingia Yerusalemu na kuona mtini mmoja kando ya njia ambao haukuwa na matunda, akamwambia, tokea sasa na hata milele usitokee matunda kwako. Mara mtini ukakauka. Yesu alijua kwamba haukuwa wakati wa mtini kuzaa matunda, kwa kuwa ulikuwa na majani tu na si matunda. Yesu hatavunja mwanzi uliopondeka wala hatazima utambi unaofifia. Licha upendo wake mkuu, kwa nini Yesu alilaani mtini usiozaa matunda? Mafarisayo na waandishi ambao walikuwa viongozi wa dini wa Israeli wakati huo hawakumtambua Yesu, bali walisisitiza kufuata sheria kwa taratibu ndani ya imani iliyojitika katika ujuzi. Imani pasipo matendo imekufa. Usipotenda sawa na mapenzi ya Baba Mungu, huwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Hili lilionyeshwa kupitia mfano wa Yesu kwamba hakutakuwa na wokovu. Mwishowe, Wayahudi hawakumpokea Yesu mwana wa Mungu, bali walimsulubisha. Kama ilivyoandikwa katika Mathayo 27 mstari wa 25, laana ya Mungu iliwajia. Karibu mwaka wa 70 baada ya Kristo, Israeli iliharibiwa na Roma, na hili lilitimia sawa na unabii wa Yesu. Mathayo sura 24 mstari wa 2, na akawaambia, hamyaoni mambo haya yote? Amini na waambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe lisilovunjwa. Kama Yesu alivyosema, hekalu liliharibiwa kabisa na Waisraeli walitawanywa katika mataifa mengi. Waisraeli walitawanywa, walipitia huzuni, madharau na fedheha ya kuwa watu wasio na taifa. Hasa wakati wa vita kuu vya pili vya dunia, takribani Wayahudi milioni 6 waliuawa na Wanazi, na laana ya mateso yalikuwa ya kutisha kabisa. Kama walivyoomba, damu ya Yesu asiye na hatia iliwajia. Lakini pia hawakumwacha Mungu na walishikilia sana sheria. Wakati ulipotimia, Mungu aliwakusanya watu wake waliotawanywa na kuipa Israeli uhuru kama ilivyoahidi.
Siku hiyo ilikuwa Mei 14 mwaka wa 1948. Taifa lililokuwa limeharibiwa kabisa na kukoma kuwepo lilirudishwa tena baada ya takriban miaka 1900. Kama vile tunavyojua kwamba wakati wa mavuno ukaribu, tawi la mtini usiozaa matunda likisha kuwa laini na kuchipua majani, historia ya Israeli inaashiria kwamba wakati wa ujio wa Bwana ukaribu. Tukiangalia Biblia tunaweza kupata unabii unaotabiri kurejeshwa kwa Israeli. Katika Isaya sura 49 mstari wa 8, Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakulinda, nitakufanya uwe agano la watu, ili kurudisha nchi na kugawanyia urithi tena wale waliokuwa ukiwa. Ezekieli 38 mstari wa 8 unasema hivi: baada ya siku nyingi utaitwa, katika miaka ya mwisho utakuja katika nchi iliyokolewa kwa upanga, ambayo watu wake wamekusanywa kutoka mataifa mengi mpaka milima Israeli, ambayo ilikuwa ukiwa daima, bali watu wake wameletwa kutoka mataifa, nao wanakaa salama wote. Israeli, taifa ndogo lililozungukwa na maadui katika jangwa kame, liliinuka na kuwa taifa lililoendelea kwa muda mfupi baada ya uhuru wake na likavutia dunia. Hili lilitimia sawa na ilivyotabiriwa katika Biblia. Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, tunaweza kujua kwamba ujio wa Bwana ukaribu kupitia ishara nyingi zilizorekodiwa katika Biblia. Ni muhimu kamwe tusilegeze na kufikiria kufurahia dunia na kutubu dakika ya mwisho. Lazima tuendelee kwa bidii katika nuru, tujiandae kama bibi harusi na kumkaribisha Bwana kwa furaha. Naomba nikuombee. Baba mpendwa wa mbinguni, leo tumeangalia ahadi ya ujio wa pili wa Bwana. Tunaposikia neno lako, wengine wanaweza kufikiria kwamba wao bado ni wachanga na wanaweza kufurahia maisha katika dunia kwa muda kidogo zaidi. Bwana, tusaidie ili Mkristo yeyote asiahirishe imani yake na kufikiria kuishi maisha ya uaminifu kabla tu ya Bwana kuja au kabla tu ya kifo. Hatujui nini kitatupata kesho au nini tunaweza kukumbana nacho usiku wa leo. Maisha yetu hayana uhakika. Naomba tuwe macho na tujiandae leo kama waumini waaminifu, ili tuweze kumkumbatia Bwana kwa furaha na kwa ujasiri ujio wa Bwana wakati wowote utakapokuja. Tunakushukuru na kuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.